serikali ambao tunasimamia kutekeleza kile nyinyi ambacho tunatuelekeza katika wilaya yetu hii ya Rungwe, tuna wajibu pia wa kuhakikisha kwamba mbali ya kuelezea miradi tunayotekeleza, lakini tunatafuta fursa mbalimbali za kiuchumi kwa ajili ya wananchi wetu. Na ndio maana pia kupitia katibu ametuletea watu wa taasisi za kifedha ambao wameelezea nini wanafanya na fursa za kiuchumi zilizopo kupitia taasisi zao. Tunafahamu sisi wilaya ya Rungwe kwa halmashauri zake zote mbili, dhahabu yetu sisi ni kilimo, na ndicho ambacho mimi na wenzangu kila siku tunaumiza vichwa kuona kwamba kile anacholima mkulima kinamsaidiaje kwa maana kupata bei nzuri, lakini yako mazao ambayo alikuwa hayana masoko, na ukiangalia anachokifanya mkulima na anachokipata ni kitu kidogo sana. Miongoni mwa hayo pamoja na ndizi, hayana soko la uhakika, si sahihi kile anachokipata mkulima na kile ambacho anaharamia katika ulimaji wa ndizi. Lakini pia kuna zao la magimbi, wengi wanalima kama zao la kuyakimu chakula, lakini sasa ni zao la kibiashara. Sasa nikaona tunafanyaje, nikamtafuta ndugu Deo Mbilini ambaye naye ni mmoja mwekezaji katika wilaya yetu hii ya Rungwe. Tukaumiza vichwa ili tufanyeje tuhakikishe kwamba zao hili linapata soko la kitaifa na la kimataifa. Desemba mwaka 2025. Ndugu mwenyekiti, pamoja na wale wote, mimi na wenzangu kwa kweli tunashukuru sana mwenyekiti wa chama hiki ambaye kwetu ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa miradi mingi ya maendeleo katika wilaya yetu ya Rungwe, kwa maana halmashauri zake zote mbili. Wote ni mashahidi, ipo miradi mbalimbali imekamilika, ipo miradi inaendelea kutekelezwa na ipo miradi hivi sasa inatekelezwa. Ndugu mwenyekiti, mimi nimekuwa na fahari kubwa sana, hata kukutana na wakuu wa wilaya zangu wananishangaa, wanauliza kule Rungwe kuna nani? Kwa nini mnapata miradi mingi? Tunapata miradi mingine kupitia bajeti ambayo sisi tumeiomba, ndugu mwenyekiti. Kwa hiyo niseme Rungwe tuna bahati kubwa sana, Mheshimiwa Rais anatupenda sana. Hii tunazungumza kwa sababu tunazungumzia utekelezaji wa kipindi cha Julai mpaka Desemba. Hatujasema kuanzia Januari mpaka hivi sasa ni miradi mingapi ambayo tumepokea. Leo tunaamka mkurugenzi ananipigia msokero, tuna fedha nyingi tumepokea kwa ajili ya utekelezaji wa kituo cha afya, nadhani Kadeti kama sikosei. Ni mpongo, sawa sawa, ni mpongo. Kwa hiyo haya tutazungumza sasa kwa sababu bado wakati wake. Lakini niseme tu kwamba Mheshimiwa Rais anatutendea haki sana sisi wana Rungwe, tunapata fedha nyingi sana. Kikubwa ninachoomba Mheshimiwa Mwenyekiti ni ushirikiano. Miradi hii ipo katika maeneo yetu. Miradi hii ni ya kwenu. Miradi hii si ya wataalamu, wala miradi hii si ya mkuu wa wilaya ama kabisa. Muwe macho, mkiona wenzangu hawa wanatekeleza vitu sivyo, tushirikiane kwa taratibu zilizopo bila kumtukana mtu. Lengo ni kuhakikisha miradi hii inatekelezwa kwa thamani ya fedha kwa ubora unaotakiwa ili iweze kuhudumia wananchi wetu. Ndugu mwenyekiti, kama nilivyosema, miradi mingi, lakini kwa ridhaa yako nikuombe tuanze na halmashauri ya Rungwe, na kwa ridhaa yako pia uridhie nimwombe afisa mipango aweze kuthibitisha nini kama Rungwe tumepokea, tumefanya nini, makusanyo yetu ya ndani, lakini pia tumepokea fedha kutoka serikali kuu na taasisi nyingine ambazo tunazo katika halmashauri yetu hizi mbili. Kwa hiyo ni kuombe Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ridhaa yako nimwombe afisa mipango wa halmashauri ya Rungwe aweze kuthibitisha, na wajumbe wametuandalia pale screen ili tuweze kuona kile ambacho pamoja kwa wana makabrasha, lakini tuweze kuona nini ambacho tumetekeleza. Lakini pia tumejipanga vizuri kwa ajili ya kusimamia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Baada ya kusema hayo, tena asante sana kidogo Chama cha Mapinduzi. Yeye ni mhusika sana ambaye anaangalia mambo ya huku, ametumwa na Rais jinsi ya kuangalia maendeleo pamoja na mustakabali wa uongozi wetu, tunafanya nini huko Rungwe. Hivyo tushukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Kasole kabisa kwa kazi
wachaguliwa ambao tuko hapa tunatambua kazi yao mlifanya. Lakini pia niwashukuru wataalamu wetu ndani ya halmashauri zetu zote mbili. Sisi wakati bado hatujachaguliwa walihusika sana kwenye mambo ya michakato hii ya uchaguzi. Lakini pia niwashukuru pia kwa kazi kubwa kwa hiki ambacho leo tutasoma hapa baadaye. Wao ni wahusika sana kwenye hili swala, hivyo nitambue kazi zao, nitambue uwepo wao, na bado tunawategemea kwa ushirikiano huu mnaotoa, bado tunawategemea na kwa mambo yanayokuja mbele yetu. Kwa hiyo ninatambua uwepo wenu, lakini niwashukuru sana viongozi wa wilaya ya Rungwe, halmashauri kuu yako mwenyekiti, kwa kazi kubwa ambayo mlifanya kwenye uchaguzi wetu wa tarehe 29 mwezi wa 10. Mlipata mengi ambayo mengine kwa ujumla yalikatisha yawezekana mioyo yenu, lakini mlisimama. Leo tumekaa ndani ya jengo hili tunaongelea mambo ya Chama cha Mapinduzi. Hongereni sana. Bila kuchelewesha, ni kwa majina naitwa Msajo, naitwa Mikala, mwenyekiti wa halmashauri ya Busokelo. Kipekee niwashukuru sana madiwani wa halmashauri ya Busokelo kunifanya niwe mwenyekiti wenu, na mimi mheshimiwa mwenyekiti wa wilaya niko tayari kushirikiana pamoja na madiwani wangu, na nashukuru kwamba tuko pamoja, mambo yanaenda vizuri. Hivi mtegemee kama chama kuyaona maendeleo ndani ya halmashauri ya Busokelo. Asante.